Of course tunafanya mazoezi ya mwisho kwenye uwanja wa KMC kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Young Africans. Mazoezi ambayo haya yanaweza kutupa dira kile ambacho kitatokea kwenye mchezo wa kesho. Muhimu ni tukamilishe maandalizi yetu. Ukisema maandalizi yamekamilika 100% na mpaka hii siku ya mwisho leo ipite ya mazoezi, tunakuwa mpata zile 100% za kufanya maandalizi yao ya mchezo kuelekea kesho. Tunajiandaa vizuri, nimezungumza na wachezaji, mwalimu pia mwenyewe Fikiri Elias, kocha la makocha, kwamba namna ambavyo anajiandaa timu na mazoezi ya leo yanayofanyika hapa ni kwa ajili ya kwenda kutafuta alama 3 kesho. Dhamira yetu ni kupata ushindi na iko pale pale, wala hakuna ambacho kimebadilika kwa namna moja au nyingine. Lakini muhimu, kuna jambo ambalo kidogo limenifikirisha ambao nafikiri wana michezo pia watakuwa kufahamu juu ya kile ambacho kimeendelea hii leo. Ni haki ya kikanuni kwa mgeni kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi siku moja kabla ya mchezo. Hii inafahamika nchi nzima, ipo kawaida. Lakini leo tumekuja uwanjani, cha ajabu tumekuta kuna mechi ya kirafiki Yanga Princess. Sijui na timu gani, lakini wanacheza mechi ya kirafiki hapa. Tumesubiri almost dakika 30 kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Baada ya mvutano wa simu nyingi kupigwa huku na huku, ndio timu imeruhusiwa imeingia uwanjani kufanya mazoezi. Kwa hiyo sio jambo ambalo linapendeza kwa namna moja au nyingine, limetukwaza pia. Kwa sababu ukiweka timu kwenye basi kwa nusu saa almost na kumbuka tumewahi kufika. Tumefika hapa saa 12 kasoro. Kwa hiyo ukipiga muda tuliofika mpaka kuchukua nusu saa tangu muda wa sisi kuanza mazoezi kwa saa 12:15, almost lisaa lizima watumizia timu fatiki ambayo haina msingi wowote. Kama ni hiyo tungekuwa taarifa tukakaa hotelini tukasubiri mpaka saa 1 ili kufanya mazoezi, lakini tunafahamu na utaratibu ulivyo, siku moja kabla ya mechi, muda husika wa mechi lisaa limoja, mgeni ana haki ya kufanya mazoezi. Lakini leo cha ajabu tumekuta hapa Yanga Princess wanacheza mechi ya kirafiki. Haijatupendeza, imetukwaza sana. Tumefanya mawasiliano na mamlaka husika na taarifa zimefika, na naamini watalifanyia kazi ile ambayo limetokea hapa kwenye uwanja wa KMC Complex. Ila muhimu ni mchezo wa kesho, na hili kwetu halituharibii taswira yoyote wala halitutoe mchezoni kwa namna yoyote. Ima lingeendelea au limeisha kama hivyo ambavyo limeisha na timu imefanya mazoezi japo kwa kuchelewa, kesho tutaingia uwanjani, tutatafuta alama 3 na jasho litamwagika. Ulizungumza ukasema kwamba kama kila kitu kikienda sawa na kwenda kushinda mchezo dhidi ya Yanga Africans, ili la kwenda kutia doa. Unajua kitaalamu doa lipo kwa sababu unatengeneza fatiki ambayo haina msingi, sio? Na pia unaanza mazoezi, unafanya mazoezi ya mwisho kwenye muda ambao sio husika, umechelewa kidogo, kitu ambacho kilikuwa hakina ulazima. Lakini hatuna excuse yoyote kwa mchezo wa kesho. Hiyo sio sababu. Tunasema ama nimesema ili mamlaka zione kile ambacho kimetokea kwamba sio sahihi. Sio, umeelewa vizuri Lakini kuelekea mchezo haina athari yoyote. Tumefanya mazoezi japo kwa kuchelewa, kwa kuwakuta Yanga Princess wanacheza mechi ya kirafiki. Sio ya mashindano, ya kirafiki. Yanga Princess. Sisi tumefika hapa wanaanza kipindi cha pili. Kwa hiyo tulikuwa tutakuwa tusubiri dakika 45. Wewe uamini? Pakome Profesa. Nani? Profesa. Hapa kuna mtu mmoja anaitwa Kiala Lasa, Congolese International. Yule mwanadamu anajua mpira nchi hii hamna. Waulize Fountain Gate watakuwa DC au Singida Black Stars watakuwa DC kuhusu mwanadamu. Kuna mtu anaitwa Gerson Gwalala, kiungo tope Tindiga ile. Wao wenyewe wanamjua, fundi wa mpira. Kwa hiyo ukitaja majina kwa kipaji mchezaji mmoja mmoja tunao wa kutosha na wao wanao. Sasa jina la mtu mmoja mmoja halichezi wala halifungi goli. Inahitaji teamwork. Sio bwana? Katika kitu ambacho sisi tunaamini tunacho kwa asilimia kubwa ni teamwork. Na tunaamini tunaweza kushinda kupitia teamwork na mbinu ambazo mwalimu ana implement kuelekea mchezo wa kesho. Lakini unukuu pale pale. Hii kutuchelewesha kuingia kwa mazoezi ya mwisho haituathiri chochote kuelekea mchezo wa kesho. Tutaingia uwanjani, tutacheza, tutatafuta matokeo kadri tunavyoweza, lakini mamlaka husika ziangalie utaratibu mzuri wa mambo kama haya yasiendelee kutokea au yasijitokeze, yanakwaza. Sivyo watu mnapanga ratiba zenu mapema, na mpira wa miguu kitaalamu pia ni mchezo wa muda namna ambavyo muda ulivyo ndio jinsi ambavyo approach yako kama mazoezi yako yatavuka vizuri. Kwa hiyo tunaomba jambo kama lisijirudie. Tunarudia kusema tena, halijatupendeza na halitampendeza yoyote yule. Litakupendeza endapo hujafanyia. Lakini likikutokea wewe umefanyiwa ndio utajua majambo hili nzuri ama si nzuri. Bila shaka hakuna ambaye ni majeruhi. Hakuna. Kwa hawa ambao tuko nao Dar es Salaam wote wazima 100%. Ni swala la mwalimu tu kuona nani ambaye anastahili kuanza na ambaye atakaa bench kutokana na approach ya mchezo husika. Lakini
Tunaye nyota mmoja ambaye tunamkosa, James Msuva, ambaye alipata matatizo ya nyama za paja, yuko chini ya uangalizi wa madaktari, na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu tukirudi Tanga baada ya mchezo dhidi ya Mbeya City tarehe 13 anaweza akawa amerejea kwenye uwanja wa mazoezi. Ila kwa kikosi ambacho tuko nacho hapa Dar es Salaam, wachezaji 26 wote wako fit 100%. Tunamwachia kazi Fikiri Elias, kocha la makocha, aamue sasa timu yetu tutakwenda kuchezaje kesho na tutapataje matokeo. Msemaji wa KMC Khalid Chukuchuku alizungumza kabla ya mechi yao na Yanga kusema wao wanakwenda kuwa msaada kwa watani wao, maana wapinzani wa klabu ya Simba kwenda kuwafurahisha kupunguza lile gepu la alama 5 ambalo wanalo mpaka hivi sasa. Pengine labda nyinyi mnataka kuwasaidia klabu ya Simba kupunguza hiyo. Sisi hatuhuswa. Sisi tunatafuta alama 3 kwa maslahi yetu binafsi. Hatuhusu vita ndugu mniingilia nini? Inihusu. Vita zao na kutafuta alama zao za ubingwa watajua wenyewe. Sisi tunatafuta alama zetu kwa ajili ya kujinasua pale tulipo. Si umeelewa? Ugomvi wa ndugu si wa nini, mwisho wa siku kuchangia. Si hataki. Ugomvi wao, vita yao watajua wenyewe na mambo yao. Sisi tunaangalia kwetu. Kwa msemo wa Swahili wanasema unaangalia wengine wakati yako wenyewe wanakushinda. Sasa ndio hao Chukuchuku. Sisi tunapambana na kwetu. Tunataka tujinasue kule tulipo, kukaa kwenye nafasi nzuri zaidi, si ndio? Ligi imebakisha mechi chache hivi. Ukianza kuangalia mambo ya watu tena umsaidie yule umsaidie, mimi sina kumsaidia kwa kweli. Inasemekana nini sinaombe ni? Inasemekana? Ndugu. Wakina nani? Wengine. Ndugu, nisikia hizo maneno. Lakini ni mambo ambayo hoja yake haina mashiko. Inazungumzwa na sisi hatuna shida kwenye kuzungumziwa hivyo, kwa sababu ili uwe timu kubwa lazima uwe story. Kwa sisi kuzungumzwa kwa story ni approve kwamba sisi ni timu kubwa, kwa tunaridhika, lakini kwenye uhalisia wa undani wa mambo si kweli, na vita yao ya undugu haituhusu. Yaani hiyo sijui kumshusha huyo alama, sio swala letu hilo. Sisi tukishinda kesho, tukipata alama 1 au tukipata alama 3, sisi tunapambana kwa ajili ya maslahi ya timu yetu, si kumpambania mtu mwingine. Vita zao watajua wenyewe, shauri lao. Kila mtu akafie mbele na majanga yake, na sisi tuombe nayo kwetu. Tunawakataa. Hatujawahi kuwakubali pia. Yaani kusema tunawakataa maanisha kama tushawahi kuwakubali. Hatujawahi kuwakubali. Sio leo tu mpaka kiyama. Kila mtu ambaye lake. Shukrani sana.